Na blogu Albert Omondi Ojwang inaomba haki baada ya mwana wao kufariki mikononi mwa polisi. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Samira Mohamed, Albert anadaiwa kukamatwa na maafisa wa DCI nyumbani kwao katika kijiji cha Kakoth, kaunti ya Homa Bay, na kisha kusafirishwa hadi katika kituo cha polisi cha Central jijini Nairobi kabla ya kufariki mikononi mwa polisi. Miaka yangu imeenda. Sai kitambo ni mfuge mtoto mpaka amalize. Itapata wapi? Ni majonzi ya mzazi aliyempoteza mtoto wake katika njia tata. Babake Albert Omondi Ojwang asijue pa kwanza baada ya kumpoteza mwanae wa kipekee. Alifanya nini mtoto wangu? Hata uwawe kiasi hicho. Sina raha. Ojwang ambaye ni mwanablogu alikamatwa na maafisa 6 wa DCI Jumamosi mchana nyumbani kwao katika kijiji cha Kakoth katika kaunti ya Homa Bay, na kisha kupelekwa hadi kituo cha polisi cha Mawego alikohojiwa kabla ya kusafirishwa hadi jijini Nairobi alikozuiliwa katika kituo cha polisi cha Central kabla ya kufariki kwa njia tata. Tulipofika huko tukampata Madam Moses pamoja na wao akiwa anahojiwa hapo, na wao wakasema kwamba huyu kijana wamekuwa wamemtafuta, kuna mwingine wamemshika kutoka Kisii na wanaharibu jina ya bosi wao kwamba ni mfisadi. Sasa tunaenda naye Nairobi. Kulingana na babake Albert Ojwang, Albert alikamatwa kufuatia uchapishaji wa habari zisizo za kweli kutumia akaunti ya X ya mwanablogu Kevin Moinde, ambaye kwa sasa anaendelea kuzuiwa katika kituo cha polisi cha Kamkunji hapa jijini Nairobi. Kwa wakamweka pingu, nikauliza kwani amekosea nini? Wao wakasema ya kwamba kuna boss wake, kijana wangu amemtusi vibaya sana katika Twitter, walitamka X. Babake Ojwang anadai kuwa alisafiri Jumamosi usiku hadi jijini Nairobi kumwona mwanae ambaye alisafirishwa hadi kituo cha polisi cha Central jijini Nairobi, na pindi tu alipofika kituoni alizungushwa, na zaidi ya saa moja baadaye akapewa ripoti kuwa mwanae amefariki. Ndio nilipanda usiku saa 3, ndio hayo nimekuta. Nimeambiwa kwamba habari si nzuri, mtoto wako alijigonga kwenye ukuta na yeye amecommit suicide. Sijui kama ni kujitia kitanzi. Babake Ojwang sasa ameziomba idara za usalama kuingilia kati na kufanya uchunguzi wa haraka kuhusiana na mauaji ya mwanae wa kipekee. Mwili wa Ojwang unadaiwa kufikishwa katika makafani ya City takriban saa 8 na dakika 50, ambayo ni saa chache tu baada ya kufika jijini Nairobi. Ninasikitika. Mtoto wangu ni mtoto mmoja, hakuna msichana, hakuna mvulana hata nyuma yake. Nimeteseka na huyo mtoto huko pwani nikiwa kwa Kware ya Timbo miaka 20. Kulingana na taarifa iliyotolewa na idara ya polisi ya kitaifa, Ojwang alikamatwa na maafisa wa polisi mnamo Jumamosi na kusafirishwa hadi kituo cha polisi cha Central jijini Nairobi kabla yake kujigongesha kwenye ukuta na kufariki, taarifa ambayo jamaa, marafiki na wanaharakati wamepuuza. When you go to the police station, they tell you the body is at Mbagathi Hospital, mortuary. When we know, after following up, that body was brought here at City Mortuary at 2 a.m. last night. Why is there secrecy? Samira Mohamed, runinga ya TV 47, Nairobi.